Wageni wa mchezo wenyewe hawajatoa tamko lolote, lakini kuna hofu ambayo imeanza kutanda wakati wenyeji wa mchezo wao wameshasherekea kwa nderemo na vifijo baada ya kile ambacho walikuwa wanakihitaji kuweza kutimia. Naizungumzia mchezo wa Mei 3, dabi ya Kariakoo kati ya Mnyama Simba dhidi ya Young Africans baada ya kupangiwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ambao upo hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Mbweni, na ndio umekuwa uwanja ambao unatumika kama uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club msimu wa mwaka 2025-26 mara baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa ambao waliuchagua kuutumia mwanzoni mwa ligi kuanza kufungiwa. Sasa bwana, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports Club na mzungumzi Ahmed Ali ameyazungumza sababu ya Mnyama Simba kupelekwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao unachukua watazamaji takribani 10,000 na wote tunafahamu ya kuwa uwanja huo inapofika swala la viti bado kuna sehemu ambako hapaja kamilika vizuri. Sasa kutoka watu 60,000 katika uwanja wa Benjamin Mkapa kushuka mpaka watu 10,000, mchezo wa dabi ya Kariakoo ni wapi ambako unaelekea? Utamsikiliza vizuri hapa afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali akitolea ufafanuzi kuhusiana na nini ambacho kimesababisha Simba kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, wakati wote tulikuwa tunafahamu Benjamin Mkapa ndio uwanja ambao utahost mchezo huo mkubwa, ligi ya 6 kwa ubora barani Afrika, dabi ya 4 kwa ubora hapa barani Afrika leo inaenda kuchezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Naitwa Florence Renatus, niko na mwenzangu anaitwa Hassan Saddam. Tuko tayari kwa ajili ya kazi nyingine, tuko tayari kwa ajili ya taarifa nyingine nzuri ya kimichezo. Popote pale ambako unatutazama, natumia nafasi hii kukukumbusha ya kwamba kumbuka kusubscribe channel yetu ya Data Sports TV, uendelee kujipatia taarifa nyingine nyingi zaidi za kimichezo. Karibu ndani ya Data Sports ndugu yangu Hassan Saddam. Kwa vizuri? Namshukuru Mungu. Bwana sweti. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa Dar es Salaam ni kawaida. Nafikiri unafahamu sasa hizi Dar es Salaam nini jua sasa hivi mvua inanyesha lakini joto lipo ndani. Labda unakokaa. Kote. Labda kwa wengine ambao sijafika. Kwani buza kuna shida gani mtu akiwa sawa Mbagara rangi 3 kwa mwanangu Alois. Huko ni Alois. Sisi tupo kule muda mrefu alikuwa amepapa jina sio Gaza kule. Tunatokea mitaa upande wa Gaza kule. Upande wa Gaza ndio tupo sisi. Mbezi. Wapi kule Mbezi mwisho? Kimara hiyo yote ile. Mbezi mwisho anakuambia kuna kuku wanauzwa hadi 2,200. Dar es Salaam. Ni wewe tu. Earphone za 500. Sawa bwana, tumsikilize afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ali aliyoweza kuyazungumza kuelekea mchezo wa Young Africans dhidi ya Simba Sports Club ambao umepangwa kuchezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Msikilize vizuri akifafanua kuhusiana na nini ambacho kimepelekea mchezo huo kupelekwa Meja Jenerali Isamuhyo na sio Benjamin Mkapa. Ya kwamba tunataka dabi yetu ichezewe katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hayo ndio yalikuwa matakwa na mapenzi yetu sisi Simba Sports Club. Lakini tukapokea taarifa kutoka kwa wamiliki wa uwanja wakitueleza kwamba uwanja Benjamin Mkapa kwa sasa upo katika matengenezo na marekebisho kwa ajili ya maandalizi ya AFCON, na kwa mantiki hiyo tukalazimika Simba kutafuta uwanja mwingine. Baada ya kukosa uwanja Benjamin Mkapa, chaguo letu la pili ama chaguo letu la kwanza baada ya Benjamin Mkapa ikawa ni uwanja wetu wa nyumbani ambao tumeanza kuutumia tangu msimu huu umeanza, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ahmed Ali mmemsikiliza vizuri hapo, anaelezea na kusema kwamba uwanja ambao walikuwa wameuchagua ni kwa mujibu wa makubaliano ambayo walikuwa nayo wao pamoja na bodi ya ligi kuu kwamba dabi zote zitapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kwa bahati mbaya zaidi ni uwanja ambao upo chini ya matengenezo. Yaani upo kwenye matengenezo. Kinachonishangaza mimi ni kwamba Benjamin Mkapa kila siku inatengenezwa. Na baada ya muda inaharibika tena. Yaani sijajua wanatengeneza kwa standard zipi. Mimi naomba nikuulize kitu kimoja Florence. Kwa sauti cha logic tu. Mechi ya Azam na Yanga. Si mechi za Benjamin Mkapa. Ilikuwa tarehe ngapi? Si mwezi wa 3. Mapema tu. Ule uwanja kwa nini ulikuwa unaanza kutengenezwa? Okay. Kwa nini mechi ya dabi ya Kariakoo ya Simba leo ndio ipelekwe Benjamin Mkapa au kafu ipelekwe Meja Jenerali Isamuhyo? Kuna vitu lazima uanze kujifikiria. Kwa nini mechi ya Yanga tulikuwa tumekaa tu hatuna taarifa. Kesho yake tunaambiwa mechi inapelekwa visiwani Zanzibar. Ambako Yanga ule uwanja ni kama anaumiliki. Yaani ukiachana ukisikia ndio uwanja wake wa nyumbani, uwanja wa serikali, lakini ukisikia kuna namna yeye binafsi hata akikaa pale anajisikia kwamba nipo nyumbani. Yaani unaweza kuwa same sio kwako, lakini ukikaa
unajifili mbona kama nipo nyumbani. The same kwa Simba. Benjamin Mkapa ndio ni uwanja ambao Simba amezoea kuutumia. Tunamfahamu Simba na Benjamin Mkapa. Wewe hauko surprised kuona Simba amepeleka mechi yake kubwa Meja Jenerali Samuel. Yani kwa nini huyu surprised? Sio kitu cha kawaida kwamba Simba tu wame from nowhere yani kwamba ilikuwa ni wazo la leo asubuhi wakaamka hii mechi tunaipeleka Meja Jenerali Samuel. Walihoji kwa nini wao walikuwa kuhoji, wakamuuliza kwa nini Yanga aliamua kuipeleka mechi visiwani Zanzibar. Unakumbuka uliwasikia Yanga Simba wakihoji hilo swali mapema baada ya mechi kuipeleka kule na wao wakaamua. Sasa ndio ile kibula ambacho tunakuja kikiona cha hivi vilabu vile vya Simba na Yanga. Siamini mimi leo nimemsikiliza vizuri hapa afisa habari wa bodi ya TFF akizungumza, Karim Rehman, afisa habari wa TFF wa bodi. Nimemsikiliza vizuri akizungumza, alihojiwa na chombo kimoja bodi ya ligi kuu, alihojiwa miongoni mwa sababu ambazo ziliamua kuupeleka. Na swala la ulizwa zuri tu, mbona mechi ya Azam na Yanga ilichezwa pale Benjamin Mkapa na uwanja ulikuwa kwenye matengenezo. Kuna sema kwamba imefungwa kabisa. Jibu alilolijibu kile sikile jibu alilolijibu akasema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo kwenye matengenezo throughout. Throughout. Yani kwa maana maana sasa tuseme uwanja wa Benjamin Mkapa hautokao malizike kwa kauli yake ambapo mimi nimemsikiliza mimi, ikimaanisha kwamba uwanja unaendelea kutengenezwa milele yani. Kwa sababu akiniambia throughout, je, kama mlikuwa mnapanga mechi mnajua uwanja pale panapomata ni wapi? Yani ambako pana mata zaidi, si kwenye pitch. Kwenye pitch eneo la kuchezea. Kwamba uwanja unatengenezwa wapi yani, sababu kuna sehemu ambako mashabiki wanaweza wakakaa, wengine mnapafunga kama mashabiki wasikae. Lakini uwanja unasikia kila siku unatengenezwa. Kwa vingine zinakuwa hizi ni excuse ambazo tunatafuta engo moja ya kukaa, ambayo sasa engo ya kukaa ni eneo ya matengenezo ya uwanja. Wakati mechi inapelekwa visiwani Zanzibar Yanga, tuliambiwa excuse ni kwamba kulikuwa kuna tamasha la dini ambalo lilikuwa linafanyika. Nikakati tukaulizana tamasha la dini lenyewe mechi inaisha saa 7 mchana au hata kama ni saa 8 mchana. Yani kwa ni saa 7, game ilikuwa inaweza hata ikachezwa saa 1. Game ilishindwa kusogezwa muda. Kwa kuna kitu ambacho tunatafuta eneo dogo tu moja ambalo ni kama kakechaka, alafu tunajifichia pale kuficha makosa mengine mengi ambayo yanakuwa kwenye mpira wetu. Tumeshakubaliana. Kwa nini mechi ya Azam na Simba, Azam na Yanga, kwa nini hii mechi huwa ni dabi, lakini kwa nini huwa hainaga mambo mengi? Chochote kinafanyika. Kwa mara ya kwanza ndio tulishuhudia dabi ya Azam ikitokea kwamba Yanga walishindwa kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kutokana na dressing room, kutokana na kwamba kulikuwa kuna harufu kali. Na Azam wenyewe wakaripoti kwamba vitu vilikuwepo ndani kwao na wenyewe walikutana navyo. Tulienda kule visiwani Zanzibar, uliona kilichotokea Florence, kuna watu vyumba vilikuwa vimetobolewa na mara nyingine baadaye wanakuja kutoa sababu kwamba wao ndio walitoboa uwanja wa Benjamin Mkapa wao wa Amani. Baadaye tuliona watu wanamwaga maji. Kwa kuna vitu ambavyo tunavibeba nje ya mpira. Ndio maana nakwambia dabi ya Kariakoo juzi tulikapa, ningekwambia kwa nini dabi ya Kariakoo kuelekea huwa inakuwa na vitu vingi sana ambavyo vya nje ya kimpira kuliko vya mpira vya uwanjani ambao tunaenda kuvitarajia. Tunaenda kushuhudia dakika 90, lakini zile dakika 90 zimebebwa na vitu vingi nje ambavyo vingi vinafunikwa. Leo na ukioji sana hapa unaanza kusema mara huyu ni chawa, mara huyu anaharibu mpira wetu, lakini kuna kitu unakioji ni logic. Why mechi ya Azam na Simba, Yanga na Azam inachezwa vizuri tu Benjamin Mkapa na hausikii sababu? Hakuna mechi ya dabi uliwahi kusikia, dabi ya Dar es Salaam dabi uliwahi kusikia ina chochote, ina kelele zozote, au Mzizima dabi? Siamini kama niliwahi kuisikia tangu nimeanza kufuatilia mpira unautazama. Sijawahi kusikia kelele kuelekea Mzizima dabi Azam na Simba, au Dar es Salaam dabi Yanga na Azam. Lakini inapokuja kwa hawa, picha huwa linaanzia kwenye uwanja ambako ndio eneo la kucheza. Ni nadra sana ukute kwamba mechi moja kwa moja ije wote wameridhika, wamekubaliana maamuzi sawa kwamba uwanja utachezwa Benjamin Mkapa au uwanja utachezwa wapi. Lazima utasikia kuna mavutano. Leo hii bodi na afisa kiongozi wa bodi, msemaji wa bodi ya ligi anakaa anakuambia kwamba ni kutokana na kanuni. Tunarudi siku 7 zimezingatiwa, ni sawa, unakubaliana kikanuni siku 7 zimezingatiwa kwamba kutokana na sababu ambazo ziko nje inawezekana uwanja ukabadilishwa. Hiyo ni sawa katika kanuni, unakubaliana nalo kwamba kanuni ipo imekubali kwamba uwanja uliokuwa unatumika ni uwanja unaotumia Jenerali, unatafuta uwanja ambao uko eneo la karibu. Hiyo ni sawa, unakubaliana kwamba uwanja ambao uko eneo la karibu ni Meja Jenerali Samuel, kwa sababu admatters unakizi viwango vyote vinaruhusu mechi kuchezwa, inakubalika. Tunarudi ndio wamepeleka uwanja Meja Jenerali Samuel. Kumbuka miongoni mwa michezo ambayo tunaihesabu vilabu vyetu viwili vinategemea sana gate collection, jezi. Tunavyozungumzia swala la jezi, siamini leo kama kwenye asilimia hapo furaha ya moyo imeishinda tamaa ya pesa. Furaha ya moyo imeshinda tamaa.
Ndicho ambacho wamekifanya Simba. Mnatakiwa ujifikirie. Turudi. Mimi nataka turudi wote. Yaani mimi yaani leo utokao unishawishi Florence uniambie kwamba Simba wamewapenda sana mashabiki wao. Yaani kwamba wameipenda sana hii mechi kuipeleka Meja Jenerali Samuyo. Hapa yani kuna vitu vingine ambavyo sisi siwezi kukaa kwa sababu inawezekana ni kweli dabi za mwaka huu zimekosa mvuto kabisa. Ndio ipeleke Meja Jenerali. Yaani dabi ya Simba na Yanga msimu huu imekuwa ni dabi ya kawaida tu. Nje ya uwanja. Hamna zile sherehe, hamna hamu ya kwenda kuitazama mechi. Inawezekana ikawa hivyo. Ukiangalia nao kuna sababu nyuma nyingi ambazo zinapelekea hivi ambavyo tunaviona. Sababu moja hapo ni dabi ya tarehe 8. Ile dabi ndio imeacha kuna alama fulani ambao watu wanayo kuja kuona umeimuondoa ile alama. Ile dabi ya Simba na Young Africans ile ya kwanza ya mzunguko wa kwanza ikapelekwa Zanzibar. From nowhere watu tunaamka asubuhi tunaambiwa dabi inapelekwa visiwani Zanzibar. Mashabiki wakawa machache kule. Tuliona hicho kitu. Kumbuka hata taarifa imepelekwa Meja Jenerali Samuyo mashabiki 10,000. Kumbuka hata taarifa yenyewe inakuja kutoka Florence. Taarifa imekuja kutoka siku 3. Leo kiongozi wa bodi ya ligi kuu anakuja kuulizwa baada ya siku 3. Ndio anakuambia hana taarifa. Kama unakumbuka ya uwanja kupelekwa visiwani Zanzibar. Mwenye mchezo tayari ashatoa taarifa. Michango ni visiwani Zanzibar. Bodi unaulizwa bado bodi hawana majibu. Mwenye ambaye ni mgeni ambaye labda alitakiwa aliko aanze kuwafanya maandalizi yake mapema hana taarifa. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinaendelea. Nilikuwa nakwambia kwamba vilabu vyetu hivi viwili vya Simba na Yanga vinategemea sana gate collection kuliko hata mapato ya mauzo labda ya jezi, baadhi ya vifaa vingine vya timu ambavyo vinauzwa. Mapato ya viwanjani ndio yana nguvu kubwa. Na miongoni mwa timu ambayo inajivunia kuwa na mapato mengi hata ukipiga baada ya msimu kuwa umetamatika, Simba ni miongoni mwa klabu hiyo ambayo imekuwa na miongoni mwa mechi ambazo zinakuwa na mapato makubwa sana ni mechi ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo naendelea kujiuliza kwa nini bado hizi pesa zinaendelea kuachwa, kwa sababu leo unapotoka kwenye mashabiki 60,000 unaenda kwenye mashabiki 10,000. Tazama una zaidi ya mashabiki 40 plus hapa. Pesa yao umeiacha. Nilikuwa natazama baadhi ya games za Meja Jenerali Samuyo pale zilizochezwa usiku. Nilikuwa natazama zile lights za Meja Jenerali Samuyo. Yaani kiziangalia kuna namna ambavyo kuna sehemu mwanga unakosekana kabisa. Ndio maana mechi imewekwa saa 10. Ndio mwenye yake matangazo aliandika mechi saa 10. Mbona pale walitoa saa 12? Sasa mwenye yake ya matangazo ukitazama ile bodi yake yameweka kama saa 10. Sasa sijajua labda mabadiliko ni swala la muda linaweza likabadilika wala halina tatizo. Kama watapeleka ni swala la kusubiri muda gani wataamua. Kwa hiyo kuna engo nyingine ya mapato Friends ambayo nilikuwa nakwambia hivi vilabu vyetu vile nashangaa kwa nini vimepoteza mapato mechi zote mbili ambazo zilikuwa ni mechi kubwa na mechi za muhimu ambao wakati hii mechi ya Simba ndo mechi ambayo kila mfanyabiashara anaitegemea. Wanaelekea kwenye uwanja nikukukumbushe tu uwanja kama kuna mtu hajabahatika kufika pale Meja Jenerali Samuyo. Ni miongoni mwa viwanja ambavyo vina ulinzi mkali. Tulikaba tukazungumza kiwanja cha El Blog El Arab kama unakumbuka cha ambacho kitumia Al-Ahly muda mwingine ambacho ni kiwanja cha jeshi. Ni miongoni mwa viwanja ambavyo vina ulinzi mkali. Moja ya kiwanja ambacho Tanzania ambacho tunacho basi ni Meja Jenerali Samuyo. Kuna vitu vingi pale Meja Jenerali Samuyo. Siamini kama watu watakuwa huru kuvifanya kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo kuliko ambavyo ingelikuwa Benjamin Mkapa. Kuna baadhi ya fursa mimi naona kuna baadhi ya fursa za watu ambazo wamezifunga. Ukilitazama eneo la Meja Jenerali Samuyo kwa nje haliruhusu vitu vingi. Ukitazama haliruhusu vitu vingi sana. Hata eneo lenyewe tu kwanza namna tu hata parking ilivyo, namna utaratibu wake ulivyo, eneo lenyewe kwanza na mimi ile eneo ni dogo kwa nje huku, achana na uwanja kwamba uwanja vipimo vimelingana, lakini ninachozungumzia ni ile eneo la nje pale bado kuna eneo la mashabiki halijakamilika. Kwa hiyo bado naona kuna vitu vingi ambavyo hii mechi ambayo inapelekwa Meja Jenerali Samuyo inawakosesha, kuna fursa inawakosesha wafanyabiashara pale, hamna maeneo ya kufunga masuala ya nini yale ya kupuliziana yale pale hayatokuepo. Sasa mwenye mchezo lakini siko chini ya jeshi. Hata kama ukiwa chini. Uwanja wewe unalindwa na jeshi. Ndio. Si ndio? Unalindwa na jeshi. Yaani hata kama bodi ya ligi ila uko chini ya mamlaka ya jeshi. Sijakataa. Bali ile ni kambi ya jeshi iko pale. Si ndio? Si ndio? Sasa yaani hata kama uko bodi ya ligi sio atasema tunakabidhi si uwanja si kwa nini? Bado unalindwa na wao wanajeshi. Akiruhusiwa. Haturuhusiwi kufanya? Akiruhusiwa. Nani? Mwenyeji akiruhusiwa. Kufanya nini? Wewe unajua wewe. Yaani hawezi akaruhusiwa. Anaruhusiwaje? Sababu uwanja time wanajeshi wanabadilishana. Tunasema shift tu pale. Huyu anaingia huyu. Kwa hata kama kuna haya mambo haya sio ni nini haya bouncer pale hayatokuwepo.
Hiyo ndio kitu sifa ya uwanja ule wa Meja Jenerali Samuyo. Ulinzi mkali, nilikuwa nazungumza hapo, ni moja ya viwanja bora ambao kutokana na ulinzi wao ni mkali. Eneo lenyewe bado ni dogo, kwa hiyo ina maana utaratibu utazingatiwa. Kama mnaenda M-Pesa mnapanga foleni zile benki, sasa pale ndio foleni inakuwa kubwa, na ukizingua kuna tulipigwa pale na Mike nakumbuka ndugu yangu. Tulikuwa kwenye hii kazi ya kufanya hivi, tulikutana na mkanda nafikiri, bahati mbaya ile kamera ikasogezwa kule pembeni. Pale uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Haijalishi ni mwandishi, haijalishi ni shabiki, haijalishi ni kocha. Kuna wakati tena kuna sakata moja nisije nikasahau kulikwambia ile kabla siondoke. Kuna sakata Simba Queens walikuwa na mchezo pale na JKT. Simba walifungiwa timu nzima ya wanawake ile. Sakata ilikuwa kubwa, walizozana sana, ilitumia kama nusu saa. Walifungiwa kwenye chumba. Sasa sijui kulikuwa nini, ila nakupa tu taarifa walifungia. Na taarifa ziliripotiwa wakiwa wamefungiwa. Baadaye ndio wakaja kufunguliwa. Okay. Bwana, nakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi Neto Florence Ndatus. Nilikuwa na ndugu yangu Hassan Sadamu hapa, tulikuwa tunaitazama kile ambacho kimefanyika, kilichoamuliwa na mamlaka za soka za hapa nchini Tanzania. Mimi sina doubt. Meja Jenerali Samuyo. Mimi sina doubt. Mimi bwana huwa napenda sana kumheshimu ambaye amepewa wadhifa wa kuwaongoza watu. Inawezekana hana uwezo wa kuona kila kitu. Yaani hana uwezo wake wa kufikiri na kupembua mambo. Inawezekana usiwe mkubwa sana. Ndiyo. Lakini kwa sababu anao watu wengine, haiwezekani wote mkawa katika level moja ya kufikiri. Kwa hiyo kama wote mpo katika level moja, tafsiri nyepesi ni kwamba huyu anaweza kaamua jambo ambalo pengine direction yake sio nzuri, huyu akaja akarekebisha kidogo, then tukapata jambo ambalo ni sahihi. Kwa hiyo kama bodi ya ligi au TFF wao wameona Benjamin Mkapa ipo katika ukarabati, uwanja ambao unaweza uka host ili tukio kubwa kwa maana ya dabi ya Kariakoo ni uwanja Meja Jenerali Samuyo, basi tunapaswa kuheshimu hicho kitu kwa bodi ya ligi na TFF. Kwa sababu wao ndio wa mwisho ambao wanapitisha kwamba uwanja unaweza kutumika kwa ajili ya mchezo. Ila kwa viongozi wa Simba, wao ndio wanaijua Simba yao. Wanaujua umuhimu wa dabi ya Kariakoo kwenye alama 3, lakini tofauti na alama 3 kwenye issue ya mapato pia. Kama wote wamekaa chini wakaona ya kwamba Benjamin Mkapa imefungwa, sehemu pekee ambayo tunaweza tukapeleka mchezo wetu ukachezwa kwa ajili ya kupata alama 3, lakini kwa ajili ya kupata fedha ni sehemu ya Meja Jenerali Samuyo, sisi hatuna doubt kwa sababu ni viongozi wengi ambao waliamua hilo jambo na sio kiongozi mmoja ambaye aliamua hilo jambo. Kwa hiyo at the end of the day tunaheshimu maamuzi ya taasisi zote mbili ambazo zimepitisha hilo jambo, na ambacho tutakuwa tunakisubiri sisi ni kuona namna gani ambavyo uwanja utakuwa conducive kwa ajili ya kuhost mchezo mkubwa kama huo. Kwa kama sasa hivi kuna changamoto yoyote Meja Jenerali, basi inapaswa kurekebishwa kwa sababu dabi ya Kariakoo haitazamwi Tanzania tu, inatazamwa na watu wengi ambao wako hapa duniani, na ndio mechi ambayo huwa inatuonesha kwa mataifa mengine kiasi cha soka letu namna gani ambavyo lilivyo. Kwa hiyo uwanja unatakiwa kuwa katika situation nzuri ambayo inaweza ka host mchezo mkubwa kama huu. Ikitokea itilafu yoyote, yani changamoto yoyote ile ambayo inaweza ikachafua taswira ya mpira wetu, basi wao ndo watakuwa responsible. Ila kwa sasa hivi tunaheshimu kile ambacho walifanyaje, wameweza kukiamua. Mimi nadhani tumalize na hilo la kwamba lazima tujue nguvu ya vilabu viwili iko wapi. Hilo nalo lizingatie. Ya vilabu viwili, nguvu ya vilabu viwili vya Simba na Yanga ni kulipizana. Ukifanya hivi na mimi natafuta namna ya kukulipizia. Ingepelekwa Mwanza hiyo. CCM Kirumba. Ndio kupelekwa FA. Hiyo naifungia safari hiyo. FA ndio wanaua sisi. Labda tuone finali ya msimu huu itapelekwa kwa mkoa gani? Tanga she. Hey. Shukrani sana kwa wale ambao walikuwa pamoja na wewe. Tanga zilikuwa msimu uliopita. Inaenda Tanga, subiri utaona. Naamini mimi. Nasikia Tanga kule wamefunga rights kabisa. Kwa wamefunga rights kwa ajili ya finali. President tena. Neto Florence alikuwa ni Hassan Salam, nyuma kamera alikuwa ni Alpha. Until next time. Bye bye.